rai yangu kwa Watanzania, tubadili mtazamo tunavyoiangalia sekta binafsi. Hatutashughulikia jambo linalohusu ajira kwa vijana wa Kitanzania kama mtazamo wetu utakuwa hasi wa sekta binafsi. Kwa output hizi tunazozipata, kwa matoleo tunayopata ya vijana kutoka vyuo na ngazi mbalimbali wanaokwenda kwenye soko la ajira, milioni moja na nusu mpaka milioni 2 kwa mwaka, mkombozi pekee wa kuwafanya vijana hawa wawe na kazi zenye heshima ni lazima tujenge sekta binafsi yenye nguvu. Kwa mazingira ya sasa, hakuna nchi ambayo imejenga uchumi mkubwa ikawa nchi yenye uchumi mkubwa kwa kukuza tu sekta ya umma peke yake. Zote hizo zimekuwa nchi zenye uchumi mkubwa kwa kukuza sekta binafsi. Tena kwa sasa hiki mnachofanya ndio injini ya kukuza uchumi. Serikali itatekeleza yale masuala ya kiutawala yakiwemo ya kisera, lakini pia serikali imeendelea kutekeleza maeneo ambayo yanahitaji marekebisho ya masuala ya kiutawala ili kuweza kufanya mazingira yawe rafiki kwa vijana wanaofanya shughuli za aina hii. Tumeshughulikia mambo mengi, yamebaki yale ambayo yanatuhitaji yote kama taifa kubadilika. Yale ambayo yanatuhitaji yote kama taifa, sio serikali tu, wote kama taifa, kuhusu mtazamo tunavyoona sekta binafsi. Bado tuna kazi kubwa kuhusu jinsi tunavyoiheshimu sekta binafsi. Na hili si la serikali tu, ni la jamii nzima. Sisi kama Watanzania lazima tubadilishe mtazamo tunavyoiona sekta binafsi. Moja, nidhamu ya kutekeleza haya tunayotekeleza kwenye sekta binafsi. Na sisi serikali tuko bega kwa bega kushirikiana nanyi, na hoja ambazo mmezitoa tumezipokea na tutazifanyia kazi. Yale ambayo tulishayabaini tulishayarekebisha. Nakumbuka ya mengine yalikuwa ya taasisi ya kifedha ikitaka kusaidia mtaji kwenye benki ya Kitanzania, ama kwa entrepreneur ambaye anataka kufanya kazi kupitia benki ya Kitanzania. Kulikuwepo na vikwazo tulivirekebisha. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo bado linakwamisha, metolea mfano mojawapo ili hapa, kama yapo na mengine, yafikisheni kwenye wizara yetu ya kisekta, yatashughulikiwa, yatafanywa kazi ili kuweza kuondoa mkwamo huo. Mimi nimekuwa serikalini hii awamu ya 3 sasa. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yamekuwa pasiwepo na sheria ambayo inakuwa kikwazo ama kwa serikali kutimiza wajibu wake kwa wananchi, ama wananchi wenyewe kujiletea maendeleo. Kwa hiyo hakuna kikwazo. Kama lipo jambo linaloonekana kikwazo, kiwe cha kisheria ama cha kikanuni, leteni lirekebishwe haraka. Serikali haina kipingamizi kuhusu kurekebisha hayo mazingira na kuwawezesha Watanzania kujiletea maendeleo.